Tutarudi hapo kwa kwenye eneo la kutengeneza timu. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani na rahisi kiasi gani kuweza kupata kikosi hiki sasa ambacho kinaonyesha sasa mabadiliko makubwa? Ilikuwa ni ngumu kwa sababu normally Disemba Januari huwa tuna budget. Julai mara nyingi mwekezaji hutoa pesa zote za usajili. Na alikuwa amespend pesa nyingi za usajili kwenye kikosi ambacho kilikuwepo. Na ikumbuke kikosi kile baada ya kuwa tumekaa na kocha Fadlu mwaka mzima alisema tumekosa ubingwa na kukosa vikombe kwa sababu hatuna X factor players. Nakumbuka statement yake. Kwa hiyo na kila kitu yeye mchezaji yote aliyempropose, aliyemuona kwamba nafaa, yeye huyo ndiye alipitishwa. Lakini tumemaliza ngao ya hisani, tukawa tunaelekea kucheza Botswana, Francistown. Katikati yule bwana akasema anaondoka. Ilikuwa kipindi kigumu sana. Wakati huo nilikuwa nimeingia mwenyekiti wa bodi, sina hata wiki mbili. Nilikuwa kwenye safari. Tuko Gaborone pale, tunasubiri ndege, tumekodisha ndege. Tunasubiri toke Gaborone ije pale. Twende Francistown kucheza mechi. Anasema na mimi nimechoka. Nafikiri na matatizo yangu mengi nimeelezea Simba na nini. Mimi nimeamua basi Simba basi. Ilikuwa kipindi kigumu sana. Nikajaribu kuwasiliana na mwenyekiti aliyekuwepo ambaye ni mwekezaji Mohamed Dewji. Akaniambia naondokaje? Ngoja niko kwenye anga, nikifika nitampigia. Akampigia pale. Na alikuwa anarudi pale. Sio tu kwamba sio kwamba aende amalize mechi aondoke. Alitaka kuondoka pale. Basi ndio ikaelezwa pale, tukakubaliana, tukaongea. Akakubali kwenda kumalizia ile mechi. Baada ya mechi ile akaondoka usiku ule kwenda Afrika Kusini, na kesho yake tukaona ameenda Raja. Kwa hiyo tulijua pamoja na sababu zote, sababu ni kubwa ni kwamba pengine anapata malisho mazuri kuliko yaliyokuwepo Simba. Kwa hiyo sasa tumecheza pale, hatuna mwalimu kwa sababu siku hiyo pia Matola akapigwa red card. Kama nakumbuka, kocha ameondoka Fadlu, Matola akapigwa red card. Tunakuja Dar es Salaam, nani akae kwenye benchi? Nikampigia ndugu yangu Alex Karia, nikamwambia bwana, naomba mniazime Ahmed Morocco kwa muda akae kwenye benchi, kwa sababu angalau ana baadhi ya wachezaji ambao anawaelewa kwenye national team. Ni rahisi kipindi cha wiki moja akae. Akatusaidia ndugu yangu Ahmed Morocco, tukavuka round hiyo. Tulipovuka round hiyo, sasa tukasema hapa tunafanyaje? Nani, tuna mechi muda sio mrefu, lazima tumpate kocha. Tukasema kocha ambaye ameisoma Simba na kuielewa Simba na kuiona jinsi ilivyo, na kwa kweli alitudhibiti, ni ile kocha wa Gaborone United. Kwa ukimchukua yule, kwanza Simba ameshaisoma yote, na alikuwa aliisoma yote, kwa sababu tuliongea, nasema nimeanza kuwafuatilia tangu mko pre-season, baada ya kusikia nimepangwa na Simba. Mechi zenu zote kule hata pre-season nilikuwa naangalia, Simba Day naangalia, ingao ya hisani naangalia. Kwa hiyo amekuja pale anaijua Simba vizuri, weakness na strength. Kwa sababu okay, hana qualification za UEFA Pro, lakini ana UEFA A na ana experience, na timu yake ilikuwa inacheza vizuri sana ya Gaborone United. Tunamchukua kama manager. Sisi tumeanzisha utaratibu wa manager. Timu nyingi sasa hivi zina manager. Kwamba huyu ni manager, kocha mkuu Matola atuvushe hapa. Na kweli tukavuka hiyo Eswatini, tukaingia Champions League. Sasa Champions League pale patokea tatizo. Na tatizo lenyewe lilikuwa ni kwamba ni kwenye ushirikishwaji na kwenye, kwa sababu timu inavyocheza, nafikiri pia kulikuwa na lack of experience ya hizi international games kwa kocha. Kwa hiyo tukaona timu inavyocheza, tunapopoteza mechi, upangaji wa timu na nini, tuna local players mpaka wachezaji wanajaribu kumuengage, hii ni mechi ya away, hatuki kucheza hivi. Yeye akishaamua ameamua, akisema I think this is not the right direction.
Kwa hiyo tumaliza kwa na break pale, tukaenda kwa kocha Steve Barker. Kwa hiyo tuliingia Steve Barker, tukamwambia bwana, sasa tunaenda Mapinduzi, hebu fanya analysis ya timu yako, hebu na wewe uone. Sisi tunafikiri kwamba timu akaja akasema bwana, hapa lazima tulete wachezaji, sioni timu ya kuweza kushindana hapa. Kwa hiyo na sisi bodi tulikuwa na mawazo hayo. Ndio sasa tunafanyaje? Pesa hatuna, budget hatuna. Tukasema tunauza. Tulikuwa na offer. Jensen za ua. Unasemaje kocha? Ni uza, sema uza. Ikaja uza. Mkwala, unasemaje kocha? Uza. Inakuja Kibu, uza. Basi tukapata pesa ya kianzio kuweza kuengage wachezaji wapya. Unaona, na pengine pesa iliyobaki tukai forward kwenye mikataba, unaandika nitalipa sasa hivi hapa, nyingine nitalipa Juni Julai wakati na budget. Ndio tukaweza kutengeneza kile kikosi cha kuja kushindana. Kwa hiyo tulishirikiana na kocha baadhi ya wachezaji pati ilikuwa nawajua, lakini baadhi ya wachezaji wengine tulikuwa tumefanya scouting na kuangalia wachezaji, lakini tulikuwa tunampa kocha pia anafanya analysis kwa watu watatu tofauti, na sisi wewe tunafanya analysis mpaka kuridhika kwamba huyu kweli ni mchezaji. Kama nilivyosema, kocha ana pendekezo, ana maamuzi, na kamati yetu pia ina maamuzi, mpaka tunakubaliana kwamba huyu ni sawa, tunasajili.